right. Brothers and sisters, wenye vyumba na wenye nyumba, mabibi kwa mabouncer, hii ni official countdown ya Amplifier. Jioni za Millard Ayo, Blue Boy ndo hizi, na tunamalizana na page number 4 ambayo ndio page ya mwisho kwenye Amplifier leo. Of course Frida Amani wenye afya yao wameichukua, lakini Mungu akijalia hopefully kesho tutakuwa naye kwenye Amplifier kama dawa. Yes, kuanzia saa 10 mpaka 12 jioni. Hapa ni Mjengoni Clouds FM 88.5 Dar es Salaam. Tunamalizana na page number 4 pia na kufurahia uzima na uhai. Yeah, ni mida ya page number 4 sasa hivi. Kwenye page number 4 dunia ina matukio, na ni matukio ambayo inawezekana kila kukicha tunatamani yasiendelee kutokea, lakini ni visa vya kuhuzunisha, ni visa vya kutufanya tuendelee kuwa waangalifu. Na wakati mwingine utajiuliza unakuwa mwangalifu kwenye engo ipi na ipi sasa, kwa sababu kuna vitu vingine vinatokea katika mazingira ambayo hauyaoni yakisababisha chochote chenye athari kwenye maisha yako. Tukio ambalo unakwenda kulipata kwenye ukurasa namba 4 kwenye sabi ya Amplifier ni kuhusiana na mtoto ambaye inadaiwa alichinjwa katika sikukuu ya Idi Pili. Ile siku ya Idi Pili ndio hili tukio lilitokea. Ni tukio ambalo lilitokea siku ya pili ya mwezi huu wa 4 katika jiji la Dar es Salaam. Na ilikuwaje mpaka tukio hili likatokea? Ni mtoto wa mpangaji mwenzake anadaiwa kumchinja mtoto wa jirani yake. Wote wamepanga kwenye eneo moja. Katika hali ya kushangaza, siku ya pili ya mwezi huu wa 4 katika jiji la Dar es Salaam, binti anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 16 ambaye anaishi na mama yake mzazi, mkazi wa Kimara Temboni, Dar es Salaam, anadaiwa kutekeleza mauaji kwa kumchinja hadi kufa mtoto aitwaye Elvila Eliud mwenye umri wa miaka 5 ambaye ni mtoto wa mpangaji mwenzake. Inadaiwa binti huyo baada ya kufanya tukio hilo aliondoka nyumbani akachukua usafiri wa bodaboda na kwenda kujisalimisha polisi akisema kwamba amefanya mauaji hayo. Hii ni habari ambayo ilitokea siku ya pili ya mwezi wa 4. Na mtoto huyo wa kike alikwenda kujitambulisha na kusema kwamba amefanya mauaji hayo katika kituo cha polisi Kimara Temboni. Mwili wa mtoto Elvila Eliud mwenye umri wa miaka 5 tayari umezikwa leo kijijini kwao, mtaa wa Nyarubanja, kata ya Nyanga, manispaa ya Bukoba, mkoani Kagera, ambapo ibada imeongozwa na paroko wa parokia ya Mtakatifu Yohana Mbatizaji, Katoma, manispaa ya Bukoba, Deogratius Mwikira. Amplifier imezungumza na mwenyekiti Saidi Masawe ambaye ni mwenyekiti wa mtaa wa Upendo lilipotokea tukio. Majirani pamoja na ndugu wamezungumza pia na Amplifier. Huyu binti aliweza kwenda kumchukua mtoto akiwa nyumba jana angalia TV. Ni binti ambaye hana shida na watu wengine, huwezi kumtambua kwamba ndio yule ameweza kufanya ile tukio. Akaingia chumbani akamtafutia vichips hapo nje kabla hajaingia ndani, basi katimiza haja yake aliyotaka kuifanya, na akaenda kituo cha polisi Temboni kwenda kutoa taarifa, nimeshatekeleza tukio la mauaji, polisi tunaenda mkachukua mwili wenu. Akiweza kwa taarifa askari waliweza kufika eneo la tukio na kuweza kuendelea kuchukua hatua zaidi. Na binti alifanya mauaji, mamake amepanga hapa kwenye hii na tunafahamiana naye, tunamjua. Hatukutegemea kwamba kama itakuja siku moja itokee afanye mauaji makubwa kama haya au matatizo kama haya ambayo atahuzunisha hii Temboni au jamii nzima kwa ujumla. Dada akawa anaendelea kumtafuta mtoto amuone. Ikabidi kwa kuwa alimuona amepita naye yule binti, akatafuta kitu akapanda dirishani akamwona mtoto kwa kitandani. Alivyomuona mtoto kwa kitandani akasema mbona huyu binti hayupo na naita haitiki. Ikabidi ampigie mama huyo binti mwenye hicho chumba, akamwambia mtoto wako anamuita haitiki na muone mtoto wangu ndani. Alipokuja kufungua ndo anakuta hivyo mtoto amekufa kifo kibaya sana. Ametuhuzunisha kwa kweli. Ili kwa kweli jambo hili nimelipokea kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu ukiangalia hali ya mtoto ni mdogo, na ukiangalia hajafanya kitu chochote katika dunia hii kusema kwamba labda amefanya ukatili wowote, ndio maana ikabidi afanyiwe hivyo.
serikali iweze kufuatilia huyu aliyefanya tukio hili ili aweze kupelekwa katika vyombo vya sheria. Rest in peace. Mtoto wa miaka 5 anadaiwa kuchinjwa na mtoto mwenzake wa miaka 16 ambaye ni mtoto wa kike, na wote walikuwa wanakaa kwenye nyumba moja ya kupanga kama majirani. Inawezekana kama mzazi ukaona anacheza na mwenzake, hakuna shida, unamwachia. Hii habari ni miongoni mwa habari ambazo nimeona kwenye mitandao imekuwa gumzo, na wazazi wengi wametishika, na wengine hata walikuwa wanajiuliza, sasa watoto wetu watachezaje? Tutawaachaje? Kwa sababu hayo ni mazingira ambayo tukio limetokea katika mazingira ambayo hakuna ambaye anatarajia. Aliyemchukua mtoto sio mtu mpya, ni mpangaji mwenzake na ni jirani yake, ambacho kwa mzazi mwingine yoyote angeweza kujua ni jirani yetu, wanacheza pamoja. Maswali ni mengi, tahadhari ni nyingi pia. Hiyo ni hesabu ya Amplifier kwenye page number 4. Pumzika kwa amani, pumzika kwa amani mtoto Elivila Eliud. Amplifier ya Clouds FM inaishia hapa kwa leo kwenye page number 4. Asante kwa mida yako kwenye countdown. Countdown nyingine tena ni kesho saa 10 mpaka 12 jioni hapa Millard Ayo, pembeni yake Frida Amani pamoja na Video Vidox. Ukikosa hapa utanipata kwenye internet kote kwa jina moja la Millard Ayo, MILLARDAYO. Lakini pia usisahau kwamba sasa hivi kuna faida maradufu by the way, pale ambapo unaacha kutumia nyota 150 nyota 01 alama ya reli kufanya miamala yako au kujimix na Mixx by Yas. Na kuna tofauti kubwa sana kati ya kutumia hiyo na kutumia application ya Mixx by Yas. Yes, ukitumia application ya Mixx by Yas ambayo inapatikana kwenye Android, kwa wale watumiaji wa Android na iOS, unajiwekea kwenye nafasi ya kuvuna mipoint. Yani wao wenyewe mitambo yao inasoma. Ukitumia application unajua mwamba huyu ana smartphone na ametumia application. Kwa hiyo points ambazo unazipata mara 10 zaidi ya ungetumia nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Kama una kiswaswadu sikulaumu, kwa sababu uko kwenye level hiyo, hamna shida, wewe endelea na nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Lakini kama una smartphone, usitumie kupiga picha na kuandikia message kwenye WhatsApp peke yake, lakini unaweza kutumia hiyo smartphone pia kudownload, kupakua application ambazo zitakupa faida. So ipakue application inaitwa Mixx, alafu ukae kama mtu. Kuna faida bilioni za kuitumia, kwa sababu kila muamala unaofanya utakupa points, na hizo points unaweza kuzitumia kununua dakika, MBs na vitu vingine. So zingatia, huu ni wakati wetu bana, tukae kama watu kwenye Yas. Amplifier ni production ya Millard Ayo kutokea kwenye studio za Millard Ayo hapa Palm Village Mikocheni. Asante kwa wote ambao wamenisaidia kuikamilisha Amplifier leo. Amplifier nyingine ni kesho. Coming up next right now ni Jahazi baada ya News Flash.